Bwana, bodi ya ligi kuu Tanzania bara imeweza kutoa taarifa kwa umma inayohusu matukio mbalimbali yaliyoweza kujitokeza katika ligi hii pendwa hapa nchini Tanzania. Sasa ngoja nikusomee kile ambacho kimeweza kuchapishwa kupitia ukurasa wao wa Instagram. Taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB katika kikao chake cha Juni tarehe 8 mwaka 2026 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 189 TRA United dhidi ya Mtibwa Sugar. Mchezaji wa Mtibwa Sugar Magata Fredrick amefungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurudi uwanjani na kuwa sehemu ya mchezo licha ya kufanyiwa mabadiliko na timu yake. Magata alifanya tukio hilo sekunde chache baada ya kufanyiwa mabadiliko, na alipoona timu yake ikishambuliwa alirudi uwanjani, hivyo kufanya wachezaji wa timu ya Mtibwa Sugar kuwa 12. Baada ya shambulio hilo, Magata alitoka nje huku akijificha nyuma ya wachezaji wa timu yake ili asionekane na waamuzi. Kosa hili ni kinyume na kanuni ya 17 kifungu cha 30 kuhusu taratibu za michezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Klabu ya TRA United imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kocha mkuu wa klabu hiyo Etienne Ndailagije kuto kuhudhuria kwenye mkutano wa waandishi wa habari siku moja kabla ya mchezo bila kutoa taarifa, na badala yake alifika kocha msaidizi kinyume na kanuni ya 17 kifungu cha 55 kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 191 Coastal Union 1 Simba 2. Mchezaji wa Coastal Union Mashaka Abraham amefungiwa michezo mitatu kwa kosa la kumchezea mchezo usio wa kiungwana rafu mchezaji wa Simba Anset Uhura na kuhatarisha usalama wake. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 katika udhibiti wa wachezaji. Mechi namba 193 TRA United dhidi ya Fountain Gate. Klabu ya TRA United imetozwa faini ya shilingi milioni 11 kwa kosa la kocha mkuu wa klabu hiyo Etienne Ndailagije kuto kuhudhuria kwenye mkutano na waandishi wa habari siku moja kabla ya mchezo bila kutoa taarifa, na badala yake kuwakilishwa na kocha msaidizi kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 58 kuhusu taratibu za mchezo. Hapa kuna adhabu mbili, ambayo kuna adhabu moja ametozwa kocha kama kocha ambaye ni faini hiyo ni shilingi milioni 5, lakini pia kuna tozo ambaye imetozwa na klabu yenyewe ya TRA United. Kwa hiyo vitu viwili tofauti hapo, tuelewane. Hili ni kosa la kujirudia kwa kocha, ambapo licha ya klabu hiyo kukumbushwa kuhusu utekelezaji wa kanuni hiyo, bado kocha huyo hakuhudhuria mikutano hiyo kwenye michezo mitano mtawalia. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 199 Young Africans 3 Namungo Football Club 1. Mashabiki wa Young Africa Baraka Shekimweli maarufu kama Baraka Yanga na Abdurrahma Saidi maarufu kwa jina la Famau Mashairi kwa pamoja wamefungiwa kuingia viwanjani kwa kipindi cha miezi mitatu kwa kosa la kukiuka utaratibu maalum wa kuketi uwanjani. Mashabiki hao kwa pamoja wakiwa na tiketi zenye hadhi ya kuketi kwenye jukwaa la VIPB walilazimisha kwenda kwenye jukwaa lenye hadhi ya VIPA licha ya kuelekezwa na watu wanaolinganishwa maeneo hayo na kwenda jukwaa la VIPA kinyume na utaratibu maalum wa uwanjani hapo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 2 kuhusu udhibiti wa klabu. Mechi namba 206 Mbuni 0 TMA 1. Hizi ni championship. Klabu ya Mbuni mkoani Arusha imetozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kutoheshimu ratiba ya mtiririko wa matukio, hivyo kuingia uwanjani kwa kuchelewa kinyume na matakwa ya kanuni ya ligi kuu. Bwana, hayo ni moja kati ya matukio ambayo yameweza kujitokea. Kwa hiyo mashabiki wawili wa klabu ya Young Africans, namzungumzia Baraka Yanga pamoja na Famau Mashairi, wameweza kuzuiliwa kuingiwa uwanjani kwa muda wa miezi mitatu kutokana na wao kujikuta ni vidume kuruka, yani tiketi zao zipo tofauti, wao wakataka kwenda VIPA wakati
tiketi zao haziruhusiwi kwenda kukaa huko. Hii ni shauri yao, sisi hatuweze kuwashautiwa kwa sababu kanuni zinaeleza mtu unapovunja masharti kila kitu kinaweza kwenda sawa sawa kweli kweli. Tuandikie komenti yako hapo chini juu ya hiki ambacho kimetokeza mashabiki mbalimbali kuweza kufungiwa. Hii ni Bongo News, sawa tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye, nikutakia ufuatiliaji mwema vipindi vingine kutokea hapa hapa.